wa 8. Napenda mtumishi mmoja naye anisomee Yohana 10. Yohana Mtakatifu 10 mstari wa 11 mpaka 13. Naanza kusoma Ezekiel 8. Tasoma hapo mstari 4. Ezekiel 34:8 inasema, kama mimi nilivyosema Bwana Mungu, kwa sababu kondoo zangu walikuwa mateka, kondoo zangu, naona narudia kondoo zangu mara pili, kondoo zangu wakawa chakula cha wanyama mwitu wote, kwa sababu hawakuwa na mchungaji, wala mchungaji wangu hawakuwafuata kondoo zangu, bali wachungaji walijilisha wenyewe, wala hawakuwalisha kondoo zangu. Kwa sababu hiyo, enyi wachungaji, sikilizeni neno la Bwana Mungu asema hivi, tazama mimi ni juu ya wachungaji, nami nitawataka kondoo zangu mikononi mwao, nami nitawalisha hiyo kazi ya kuwalisha kondoo, nao wachungaji hawatawalisha wenyewe. Tena mimi nitaokoa kondoo zangu vinywani mwao, wasiwe tena chakula chao. Kule Yohana Mtakatifu. Sije nafikiri ungekuwa na maliza Yohana 10:11-13. Ama nisome. Bwana Yesu asifiwe. Soma na kale. Bwana Yesu asifiwe. Yohana 10 kuanzia 11 hadi 13. Nasoma kwa uwezo wa Bwana. Mimi ndimi mchungaji mwema kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake. Humwona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia, na mbweha mwitu huwakamata na kuwatawanya. 13 na kumaliza. Yule hukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Na Bwana abariki andiko. Ninakushukuru Mungu kwa mchana huu wa leo. Baba, mtumishi wako amesimama, anataka kupanda mbegu katika watu wako. Mfalme, wacha maneno yako matakatifu kutoka kiti chako cha enzi, anapokaa mbele hawa watu Baba, waizingatie katika maisha yao na itengeneze mioyo zao. Mfalme, kamnyang'anya yaliyo yake, mpembelia yako. Wema na rehema ni zako Jehova. Uwezo mamlaka ni yako Yesu. Baba, shukisha malaika watawala mahali hapa. Kila mmoja apate Roho Mtakatifu. Roho utawala, Roho mbaji. Asante kwa wema wako na rehema zako, na katika Yesu tunaomba. Amen. Ulizibubu ulizomu ibeni wa Yesu. Oh, Papa Siama. 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 Wewe ulizibubu ulizomu ibeni wa Yesu toto. Oh, wenda uliza mwirorera. Ulizibubu ulizomu ibeni wa Yesu. Oh, wenda uliza mwirorera. Wewe ulizibubu ulizomu ibeni wa Yesu toto. Oh, mami Yesu. Mami. Oh, wenda uliza mwirorera. Wewe lirogo lisomo ibeni wa Yesu. Mami. Lesha. Wenda uliza mwirorera. Lisomo ibeni wa Yesu. Oh, wenda uliza mwirorera. Wewe lirogo lisomo ibeni wa Yesu Baba. Lisomo ibeni wa Yesu. Oh, wenda uliza mwirorera. Wewe lisomo ibeni wa Yesu. Oh, wenda uliza mwirorera. Mami, Mungu tena haleluya. Mungu tena haleluya. Napenda Tata Joyce. Napenda Tata Endoshi kwa ushirikiano wa kiroho wakicheza. Mlazima
Bwana Yesu asifiwe. Mungu amefanya hapo kitendo, sijui kama mmeona. Joyce yako wapi? Oh. Mungu ameleta watu pamoja, watu wawili, wamekuwa watu watatu, watu wanne. Wanakambatana na wanaimba pamoja na wanakwenda pamoja. Roho Bwana anatembeanga hivyo. Analeta kitu ambacho ni kikeni ndani ya watu. Na kitaka kutenda kazi yake. Hii kitabu anasoma Ezekiel, ni kitabu cha nabii Ezekiel. Hapa Mungu alimwambia Ezekiel, mwanadamu, akamuita mwanadamu, kwani kwa watu wangu waambie wachungaji. Waambie wachungaji ya kwamba wanatawanya kondoo zangu. Ukutana, haleluya. Wanatawanya kondoo zangu. Kondoo zangu wanaumia, hawaendi kuwatembelea. Sijui kama tulikuwa na haki kama Yahudi kalienda wapi? Hapo. Kondoo zangu zimevunjika. Hakuna mtu anapenda kuwafunga kamba, kuwatembelea. Kondoo zangu wameumia. Hakuna mtu anapenda kuwaombea. Ezekiel binadamu na kuambia kwenda kwa wachungaji waelezee hii habari. Mungu tena, haleluya. Mungu tena, haleluya. Mungu tena, haleluya. Nani anapendeka madani, naona mama akitaka kosa. Anakimbia, anatembea. Ndio Roho Mtakatifu akitaka kuingia kwa mtu, anatembeza mtu, anauma mtu, analeta uwezo ndani ya mtu mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. We are not here by accident. We are elected people. Sisi ni watu kama wewe, unakuja hapa bila kujua. Sana Myahudi, ujui mahali unakwenda. Mwanangu yuko hapa, ni just go. Wachungaji. Kitabu cha wachungaji. Mungu akatuma nabii Ezekiel. Kwenda ukaambia wachungaji, watu yangu wamegonjeka, wamevunjika miguu. Hakuna mtu ambaye anawaona. Nilikuwa nasoma nikajikuta mimi niko hapa. Wakati Biblia inasema kwamba mnawatoa kwa nguvu, kwa hasira yenu. Wamevunjika, hakuna mchungaji anawatembelea maka. Biblia inakuja kwa sisi. Hii Biblia nilisoma 202 kakisu PhD. Tena soma angalia ndio nimepata ngapi. Bwana pia wachungaji wangu, wale wanachunga watu, wanawacha watu wangu, wanavunjika miguu, watu wanakonda, watu ni wagonjwa, hakuna mchungaji anawatembelea. Na kuambia kweli waone. Kondoo wanono wamewakula. Wale wanakonda waendei. Sijui hapo ilimaanisha nini? Ilimaanisha nikuru. Kondoo wanono mnawakula, lakini wale wanakonda ama watembelei. Wale wagonjwa ama watembelei. Wale wanavunjika ama watembelei. Mnajilisha wenyewe. Sio mimi nasema ni Biblia. Mnajilisha wenyewe. Watu yangu wanaumia. Watu yangu wamegonjeka. Niko na wachungaji. Kila kitu kimoja. Tumeona nasema nenda na moyo ni sala yake. Ina shirino dalima. Nikachanje lochawa. Enasema na yani na usunika. Nilikuwa na upili. Ama nilikuwa naiba. Ama nilikuwa naomba. Lakini nyuma yangu likikali kinafata, kitanifuata. Heri ujinga matendo na mfuata. Hapo tunao. Mungu tena, haleluya. Konda zangu zimevunjika. Zingine zimekonda, zingine na wagonjwa. Biblia inasema unajilisha wewe mwenyewe. Ukiwa na mwezi hivyo naombeana. Huwezi kuombea mtu ambaye amevunjika. Mtu ambaye ulituma juu yako muombe. Wewe unasahau unakaa kwa mwezi hii. Unaombeana na mwezi hii. Lazima tutoke. We do not any compromise. Lazima tutoke karibu. Lazima tuendee kondoo za Bwana. Ameumia unafika. Hapo hospitali unafika. Mungu tena, haleluya. Mungu tena, haleluya. Mungu tena, haleluya. Mungu tena, haleluya. Kondoo zangu. Mungu anasema wachungaji, Ezekiel wewe ni nabii. Hebu kaambia uchungaji wa Emmaus, kondoo zimevunjika miguu. Makinatiano wanafunjika. Makina Ruzi wanafunjika. Makina nani akapoji wanafunjika. Ni mchungaji gani ameenda? Hata mtama anasemanga tusemezane ukweli. Sijui kama mtama na wewe unasemanga ukweli. Mungu tena, haleluya.
Isaki ilikuwa inaambia wachungaji. Kitabu ya sasa nikisema wachungaji hata mimi niko ndani. Sisemi mimi nimeshinda. Lazima tufanye Biblia kwa sababu wachungaji wa Emmaus, good luck. Bahati mzuri nimempatia jina mzuri. Hata ukifa saa hii unaitwa pastor. Hiyo ni jina mzuri ya kutendea kazi, ya kuombea watu, ya kutembelea masikini, ya kutembelea matajiri. Sisi wenyewe kujirisha viongozi kutembea pamoja na kuombea sisi haitoshi. Mungu alitutuma kwa hao watu tufike kwa nyumba zao. Nikisema mnajua watu wengine bado wanalala chini. Watu wengine hawana hata kitanda. Watu wengine hawana pa kulala. Mungu atakuuliza wewe. Uliwewa marebo uliwiwaza iwe. Uliwiwaza. Uliwewa marebo uliwiwaza. Toto. Uliwewa marebo uliwiwaza iwe. Uliwiwaza iwe. Yeshima. Uliwiwaza iwe. Toto inakayuza. Uliwewa marebo uliwajenda iwe. Uliwajenda. Hilo natambia kanisani. Toto inakayuza. Inasema Mungu na utakuja kuulizwa na Mungu. Uliumpenda na mwanakani? Tani ya kanisa ulitembea na mwanakani? Uliombea na mwanakani watu? Ulihubiri na mwanakani watu? Wakati ulipenda siku za chama. Mungu sana haleluya. Wachungaji wangu. Mungu akasema na mimi napenda kumuondoa wote. Mimi nitakuwa mchungaji. Yohana 10:11-13. Mimi ndio mchungaji mwema. Haleluya. Kondoo zangu nao hunisikia. Wanajua sauti yangu. Sauti ya Mkenya wanasikia. Mimi ndio mchungaji mwema. Nimetoa uhai wangu kwa ajili yenu. Mungu sana haleluya. 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 Yesu kajitoa. Ndio mchungaji mwema. Ametoa uhai wake kwa ajili yako wewe, kwa ajili yangu mimi. Akasema mchungaji wa msala, mpambuzi kitokea, inafika kondoo, yeye anashika njia. Kwa sababu kondoo si kitu kwake, si kitu ya maana kwake, ni pesa ndio kitu ya maana. Mchungaji wa msala sio mchungaji ambao anatoa hai wake kwa kuchunga watu wa Bwana, kwa kutembelea watu wa Bwana, kwa kuombea watu wa Bwana, kwa kuinua hao. Huyu ni mchungaji mwema, anatoa hai wake kwa ajili ya kuondoza Bwana. Mungu sana haleluya. Mungu sana haleluya. Yesu akasema, mimi ndio mchungaji mwema, na utoa hai wangu kwa ajili ya kondoo zangu. Na kuna mtu ambaye aliyoniita. Mungu ndiye amenipatia kondoo. That's why nimetoa hai wangu kwa ajili ya kondoo zangu. Mtu wa mshahara, umpamwita kishika kondoo, yeye anashika njia anaepa. Lakini mimi Yesu sitaepa. Yesu ndiye mchungaji mwema. Kwa magonjwa ndiye mchungaji mwema. Kwa kulinda ndiye mchungaji mwema. Kwa kifo ndiye mchungaji mwema. Kwa kiungo mchungaji mwema. Basi mtuangalie kwa Yesu. Wachungaji wa mshahara sio wachungaji. Ukutana haleluya. Ukutana haleluya. Nikakuwa mahali nikimaliza. Siwezi kutaja kanisa lingine. Nenyewe pastor anajua kuendesha gari. Wakati kwa anaendesha gari, nyumbani kukakuwa kugumu. Akaona waje nifanyage sport. Akafanya sport alikuwa anafanya. Gari kaanguka akiendesha, akakufa. Makosa ni ya viongozi ama ni makosa ni ya pastor? Makosa ni ya viongozi. Ni kwa sababu hawaingii katika nyumba ya pastor. Wajua anakaa na mwanakani. Wajua anakosa nini? Hiyo laana yote itarudi kwa wachungaji. Ukutana haleluya. Itarudi kwa wachungaji. Bwana asifiwe. Wale ambao wanalinda ule pastor. Ofisi ya Emmaus ni wachungaji. Wanalinda bishop. Wakinikuta nafanya makanga, you have power and authority. Kuniambia pastor, kawe usome Biblia. Hiyo kazi sio yako. Lakini mnafurahia nifanye makanga. Mimi sitaenda kwa makanga. Ukutana haleluya. Mchungaji mwema anajua kondoo zake kwa majina.
Anajua kondoo zake kwa majina. Na anajua sauti yake. Nilipase usiku nikisikia unaongea usiku, nitajua nilipase. Kila mtu hapa nitajua. Emeli nitajua huyo ni Emeli. Mchungaji mwema anajua sauti za kondoo zake. Na anatoa uhai wake kwa ajili ya kondoo zake. Umpamwiza ikije wachukue, yeye atoroki. Makundi ikuja hata kama yakifama, niko pamoja na wewe. Ukiingia mochari, niko pamoja na wewe. Ukikatika mkuu, niko pamoja na wewe. Ukianguka na gari, niko pamoja na wewe. Sikupendi wakati wanao peke yake. Na shida hapo kwa ajili ya kondoo za Bwana. Wednesday, Thursday, Friday. Na shida hapa nikiomba Mungu kondoo ambao alinipatia. Kama mimi ni mkali vile Biblia inasema mamondo wa kikao alikuwa anasema punguza moto sio fanya nini? Tukiwa hivi alikuwa anasema nini? Mungu punguza ukali yangu. Hawa ni watoto ambao nilipatia. Hizi ni kondoo ambao nilipatia. Ili nifanye watu wote pamoja. Mungu tena haleluya. Tusijibishe sisi wenyewe. Biblia inasema kwamba wanajibisha hao wenyewe. Tunatembea tuna Wilson. Tunafikiri tunafanya kazi ya Mungu nothing zero. Kuna kazi tunafanya. Wilson anapitia pande aende kuona Kabochi, mimi nipitia pande naenda kuona Tiana, mwingine anapitia pande aende kuona Mungu wa nani. Hiyo ndio kazi ambayo tuliitiwa. Mungu tena haleluya. Mungu tena haleluya. Mungu tena haleluya. Mungu tena haleluya. Mchungaji sio mshahara. Hata ukioza anakuja kukushika. Anashika juu kama anaoza. Hata kama kwa nini nakonda, lazima tuisikie hapo nani? Ikulu sisema atakasi. Wakati unakuja, ambia mama nimechelewa. Drive gari yako fika kwa Kabochi. Ombe Kabochi maneno mawili. Ombe mshirika mwingine. Mwambie Yesu anasema hutapata uponyaji. Mungu anasema hutasimama tena. Andiko takatifu. Nisikia niko kwa ofisi. Ati tunaweka nyumba ya Mungu ukiwa. Sana msichana ubarikiwe sana. Tunapamba nyumba yetu. Nyumba yetu taona vile wakienda achuta wataomba. Mungu saidia watu. Mungu lakini ndani ya kanisa tuombe. Ndani ya kanisa tunapamba nyumba yetu. Ukiingia nyumba ya Sanje, unafikia ni state house. Lakini mahali saidia na geti hapo, unafikia ni nyumba ya sisi ya kondoo. Sana wale watu ambao wanapamba kanisa. Mungu tena haleluya. Mungu tena haleluya. Wachungaji wa mshahara. Kondoo sio kitu kwake. Hatutaki mama director. Tukua wachungaji wa mshahara. Tuwe wachungaji ambao tumeitwa kufikia watu wa Mungu. Mungu tena haleluya. Unajua ukipata shida. Mbona samango kanisa kaanza kuwa na shida watu wengine watatoroka. Watu wanatoroka wanakwenda wapi? Maskani mama director kuna shida. Hata kwa nyumba yako iko shida. Hata kwa gari ukaenda nyumbani iko shida. Hata mahali mimi watoto nilinunua shamba. Sasa hata wamesongeza iko shida. Na mahali gani ambapo yuko na raha? Mahali yuko na raha ni huko mbinguni. Lazima tufikie watu. Lazima tutembelee watu. Sisi tembelee watu ukiwaombea. Wewe ni pastor. Wewe kuombea pesa peke yake. Tembea ombea mama. Tembea ombea mzee. Wewe ni pastor ukifanya kazi miaka 8 10. Wewe ni pastor. Treasurer ni pastor. Pastor ni treasurer. Mungu tena haleluya. Kati mbili nimekosa. Nimekosa kweli. Sisi ombea watu wasikusifu kwa pesa wanakupeleka jana. Let me tell you, wanakupeleka jana. Unajua ukipenda pesa sana, wewe na utii wa Roho Mtakatifu, wanakusifu kwa hiyo na wanafurahia. Ni mtu ambaye anakatasha wewe, kwa sababu anataka kufika mbinguni. Wacha nikwambie, fitina ni jehanamu, uongo ni jehanamu, chuki ni jehanamu. Mimi nataka nikitoka nyumbani sikie, mama, sisi amekuja na mama unapona. Mama ni shingo yako. Hapana nyimba sana ndani ya kanisa. Naona hapati kwa Islamu. Pika magoti. Mama niambie sisi alikuwa hapa. Sisi alikuwa hapa aliomba. Wewe ni mchungaji kama ujijui. Usisifie shauri ya baba pesa. Wanakudanganya. Tusimame. Tusimame. Tuongeze taarifa. Tusimame. Tusimame. Twende kwa Yesu. Watu hapo na mipaka ya kuimba. Siwezi kukuambia. Siwezi kukuambia mtu. Imba watu wakienda kwa Yesu. Nataka kuambia watoto twende nyumbani.
Tafadhali twende kwa Yesu mahali ulipo. Mungu anakupenda. Mama yetu, Mungu anakupenda. Kama si hivyo ungefika hii miaka, ungefika hata kanisani. Mungu ambaye anakuleta watoto mpendwa, anataka umuombe, anataka sikio. Mafundisho sema kwamba Gabrieli alifukuza watu wengine huko juu mbinguni. Leo anakuja hapa chini kwa alipo sisi. Tutawashinda na roho pale. Weka roho yako kwa Yesu. Tumemaliza dakika nyingi sana hapo kwa maneno. Weka roho yako kwa Yesu dakika 10. Amini Yesu anakupenda. Mimi ni mchungaji ambaye siombii mtu. Mimi ni mchungaji ambaye nimeona shida nimetoroka. Bwana unirudie. Bwana unisamehe. Bwana unirudie. Twende kwa Yesu mimi na wewe. Twende kwa Yesu mimi na wewe. Amini Yesu unisamehe. Damu ya ukoo. Damu ya ukoo. Damu ya ukoo. Damu ya mababu ambayo imenishika. Yesu unisamehe. Yesu unifungue. Yesu unitawale. Twende kwa Yesu mimi na wewe. 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 Mungu anakupenda. God loves you. Mungu anakupenda. Mungu anakupenda. Twende kwa Yesu. Nataka uombe kitu. Hata msichana wangu. Omba kitu, omba dua kwa Mungu. Ambia Mungu dua, omba dua kwa Mungu. Mungu akurudie. Hata mimi napiga magoti. Tusimame sisi wote. Nikienda kuomba tusimame sisi wote. Asante, simama na imani. Mimi nasemaga tunaomba pamoja, tunahubiri. Hata ukiwa nyuma, malezi Mungu anakuona.
hatua yako umeomba hapa, Mungu atakutendea. Asante. Tuko na wimbo naimba. Naimbaga na mwanakani waimbaji. Naimba na mwanakani. Waimbaji naimbaga na mwanakani. Inapotea tena. Sikia mwingine. Bana. Ai, hiyo mbona mzuri. Imepotea wapi? Yeye mlimba kwa kitabu. Kama inapotea waje. Hapana, siku nyingine nilishindwa na mwanga nisaidie hapo. Yes, ya mama, asante. Shingo ifunguliwe. Saidia Yesu, nisiti kumjua sana, pendo la wokovu pia. Tuimbe sisi wote. Tusitoke nje. Kumjua sana, pendo la wokovu pia. Naiwe mwalimu wangu mimi. Tutia hiyo. Nasikia usoni anajua. Saidia Yesu, nisiti kumjua. Wadhata kuja. Sina shinda hiyo, Nina siti mapenzi yake nifanye. Bwana nawe mwezi mwalimu wangu. Rudia hiyo. Mapenzi yake nifanye. Bwana nawe mwalimu wangu milele. Zaidi ya Yesu. Haleluya. Zaidi ya Yesu, nizidi kumjua sana, pendo lao malingika Yesu, malaika Yesu, manyingi kuwangu sina, manyingi ndio lile. Wacha tuombe kwa neno. Tumekaa hapa kutoka asubuhi mpaka saa hii jioni. Tufunge macho tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakualika wakati huu saa hii Jehova. Tunakualika kama familia moja ya Emmaus Yesu. Unapotutendea Jehova, tunainua jina lako, tunakutukuza. Wewe ni Mungu. Hakuna Mungu kama wewe Yesu. Umetutendea Baba, tunasema ni asante. Umeleta watoto wetu, umeleta marafiki Jehova, tunakutukuza. Tunasema tu Baba ni asante. Uinuliwe, upewe sifa Yesu, wewe ni Mungu. Angalia Jehova Baba, imefika wakati wa kuondoka. Tunaondoka hata na pikipiki, tunaondoka na magari Yesu. Kuna wale wanaenda kwa miguu Jehova. Mungu, tunasambaratisha kila nguvu zote za giza katika jina la Yesu Kristo. Tunasimamisha kwa damu ya Yesu Kristo, kwa moto wa Roho Mtakatifu. Tunawasha moto wako. Kila mapepo imeenda kwa barabara kufunga njia, kuleta accident, kuleta magonjwa za migongo, za miguu. Mungu, tunawasha moto wako. Tunazisambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Mungu, tunasambaratisha kwa moto wa Roho Mtakatifu. Wale wako wagonjwa Yesu, wamekanyaga palipo patakatifu. Mungu, tumeuwasha moto wako. Tumeitisha utukufu wako. Neema yako imetosha Yesu. Angalia, wanaenda kuponya. Wanaenda kupona Yesu kupitia kwa neno. Wameenda kupona kupitia kwa mafunzo. Wameenda kupona Baba kupitia kwa maandishi matakatifu. Watapona Yesu kupitia hata kwa mapastors wetu. Mungu, ulisema tumekuwa
wadhaifu Mungu wangu, viumbe vidhaifu Yesu, lakini tunapofika katika hii hekalu kama family Jehova, tunajua Mungu umetuandaa. Mungu tutafika pale hatujafika. Angalia hata mtumishi wako amehubiri Yesu, wote wamenena katika hii kanisa. Jehova Mungu, wacha ikuwe ya knowledge katika hii wiki, ikafungue kila mmoja. Wale wana kazi Yesu wakapate kazi, wale wana magonjwa Yesu wakapone, wale wako nyumbani wazazi wetu Yesu ukawatie nguvu. Mungu wangu, kama baba yetu umemtia mafuta Jehova, hata watoto wadogo kupitia kwa hii hekalu iko na uwepo na power Yesu. Tunataka Yesu akafanye kazi yako. Panda kila mmoja mbegu ya kuhubiri, panda kila mmoja mbegu ya kuimba, panda kila mmoja Yesu kazi yake. Ulisema kuna vibao mbalimbali, wacha kila kibao ikanyuke kupitia kwa Bishop Yesu. Umemtoa mbali, tunajua tutaenda kama baba yetu, tunajua baba watafanya kazi yako. Wacha Emmaus ikajulikane, wacha hii family Mungu ikapaa. Mungu ni wewe tu tegemeo letu. Tunajua baba utatenda, tunajua utatuweka mafuta. Tunapoondoka Yesu, funika kila mmoja na mafuta yako. Tunaomba uwepo wako, tunaomba ukatufungue, fungua anga ya baraka. Tunaporudi Baba ile Jumapili ya assembly, Mungu kila mtu akapande mbegu. Asante Baba kwa kuwa unaenda kutenda, ni katika jina la Yesu naomba na kuamini.